Mkiangalia mabasi haya leo tuko kwenye hii barabara ya Mbagala, lakini kuna barabara ya BRT1, hii ni BRT2. Barabara ya BRT1 inayotoka Gerezani na kwenda mpaka kule Kimara. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa. Lakini pia na barabara hii nayo vituo navyo vingi pia vimeharibiwa. Lakini nimeona namna ambavyo Watanzania wa Mbagala wanataabika kwa sasa. Na sisi kama wazazi huweza hata siku moja ukasema sasa sirudishi tena miundombinu kwa sababu ya hiki kilichotokea. Nimekwisha elekeza hakuna shule hata moja iliyoharibiwa ambayo itafungwa kwa sababu ya uharibifu huo. Pesa hiyo ya serikali inaendelea na ukarabati wa shule, ukarabati wa vituo vya afya na ukarabati wa miundombinu mingine ambayo inaweza kuwa ilipata madhara. Lakini sababu na hilo, tumemsikia mkuu wa wilaya ya Temeke anaomba kwamba usafiri huu urudi barabarani. Na sisi tulipaki hapa, na niwashukuru sana vyombo vya dola, jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania. Mabasi kama haya mnayoyaona, yote hayo mnayoyaona hapa, kama tungezembea mabasi haya yote yangeweza kuchoma moto. Lakini pengine leo yangekuwa ni majuto ya kile ambacho tumekwisha kifanya. Kwa hiyo shukrani zangu za pekee sana kwa namna miundombinu hii ilivyolindwa. Sasa kwa kuwa maombi ya mkuu wa wilaya na yeye ndiye anayekaa hapa panaona wananchi wake wanavyotaabika. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11 2025, na waelekeza DART, na waelekeza UDART, na waelekeza TANESCO, taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja chini ya katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinte, wahakikishe tarehe 20 ya mwezi wa 11 2025 Alhamisi saa 2 asubuhi au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri wa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini. Lakini ile barabara inayotoka Mwenge, ile inayotoka Gerezani kwenda mpaka Kimara, ile na yenyewe tunaharakisha ili kuhakikisha kwamba inaanza kutoa huduma. Kwa hiyo tupo saizi kwenye matengenezo, tumeagiza pia baadhi ya vifaa, vitakapokuwa pia vimefika tutaanza pia kule. Lakini tarehe 20 kabla hata saa 2 barabara hii nione mabasi yameshafika, yanapakia abiria kwa utaratibu mzuri mtakaoweka. Hii imeshakuwa ni hasara, na kwa muda huu hasara lazima wakati fulani huwa watengenezaji ni sisi wenyewe pia wananchi, kwa sababu hakuna namna serikali inaweza kutoa pesa mahali popote zaidi ya kodi hizo za Watanzania ziweze pia ukarabati mabasi haya na ziweze pia kujenga vituo hivi. Kwa hiyo Alhamisi saa 2 au kabla saa 2 mabasi ya mwendo kasi ya njia hii ya Mbagala yaanze kufanya kazi haraka sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumefika kituo cha mwisho ambapo hapo ndipo terminal ya mabasi yote ya mwendo kasi. Umejionea uharibifu, lakini kwa niaba ya wananchi wote wa Temeke naomba niseme mambo mawili. Moja, kuwashukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hali unayoiona imekuwa shwari kwa sababu ya nguvu kubwa na akili kubwa walioitumia kulinda miundombinu. Kama mnavyoona kuna gesi, kuna mabasi yote nayo yana gesi, kiasi kwamba ule uharibifu ungefika hapa madhara yangekuwa makubwa zaidi. Lakini jambo la pili, ninaliongea kwa niaba ya wananchi wa Temeke. Wameniomba nikuombe uifikishe kwenye mamlaka. Wameniambia mambo yafuatayo. Wao hawana shida na miundombinu ya serikali. Ndio kwa maana katika kipindi chote cha vurugu hakuna basi hata moja limepigwa jiwe kwenye barabara yetu, isipokuwa wauni wachache wakavuruga kile kituo kimoja, wamekiharibu kabisa, na vile vingine kidogo wapiga kwenye mawe. Wanasema wao kutokuja mwendo kasi wanaumia, na wao hawana shida na maendeleo yanayoletwa na serikali. Wanaomba kwa haraka sana wasiliane mamlaka wapate huduma ya mwendo kasi
mwendokasi urudi, mamlaka na wataalamu waone namna bora ya kutuletea huduma, wakaviruka vile vituo vyenye shida, lakini ukiangalia vituo vyote viko safi, mabasi yako mengi yako safi. Hata haya yaliyoharibika kwa kweli wanasikitika, hayakupigwa mawe eneo la Temeke, yalipigwa mawe eneo jingine. Kwa maneno machache naomba nikukaribishe mgeni hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumefika kituo cha mwisho ambapo hapo ndipo terminal ya mabasi yote ya mwendokasi. Umejionea uharibifu, lakini kwa niaba ya wananchi wote wa Temeke naomba niseme mambo mawili. Moja, kuwashukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hali unayoiona imekuwa shwari kwa sababu ya nguvu kubwa na akili kubwa walioitumia kulinda miundombinu. Kama mnavyoona, kuna gesi, kuna mabasi yote nayo yana gesi, kiasi kwamba ule uharibifu ungefika hapa, madhara yangekuwa makubwa zaidi. Lakini jambo la pili, ninaliongea kwa niaba ya wananchi wa Temeke. Wameniomba nikuombe uifikishe kwenye mamlaka. Wameniambia mambo yafuatayo. Wao hawana shida na miundombinu ya serikali. Ndio kwa maana katika kipindi chote cha vurugu hakuna basi hata moja limepigwa jiwe kwenye barabara yetu, isipokuwa wauni wachache wakavuruga kile kituo kimoja, wamekiharibu kabisa, na vile vingine kidogo wapiga kwenye mawe. Wanasema wao kutokuja mwendokasi wanaumia, na wao hawana shida na maendeleo yanayoletwa na serikali. Wanaomba kwa haraka sana wasiliane mamlaka, wapate huduma ya mwendokasi. Mwendokasi urudi, mamlaka na wataalamu waone namna bora ya kutuletea huduma, wakaviruka vile vituo vyenye shida, lakini ukiangalia vituo vyote viko safi, mabasi yako mengi yako safi. Hata haya yaliyoharibika kwa kweli wanasikitika, hayakupigwa mawe eneo la Temeke, yalipigwa mawe eneo jingine. Kwa maneno machache naomba nikukaribishe mgeni hapa.